Kama unataka tangazo lako liweze kufanikiwa kwenye hii mitandao ya Facebook pamoja na Instagram, then unahitaji kuwa na picha au video ambayo ina uwezo wa kuweza kukutangaza na ina uwezo wa kuweza kuwavutia wateja na mwisho wa siku akaweza kufanya kitu ambacho unakitafuta. So kuna baadhi ya mbinu ambazo nimekuwa nikizitumia kwa ajili ya kuweza kutengeneza hizi picha pamoja na captions ambazo nitazitumia kwenye tangazo langu na zinakuwa zinaniletea matokeo ambayo ni mazuri. Na kwenye episode ya leo nataka nikashare na wewe mbinu 5 ambazo huwa nazitumia kwenye kuandaa hizi picha pamoja na video za matangazo pamoja na caption ambazo nazitumia kwenye haya matangazo kwa ajili ya kuweza kutengeneza kitu ambacho ni bora, kitu ambacho kinaniletea matokeo ambayo ni mazuri. By the way, kama ndo kwanza una join podcast ya leo, hii ni The Swahili Ads Lab Podcast, maabara ya matangazo yako ya Facebook pamoja na Instagram kwa lugha ya Kiswahili kabisa, ambayo kila siku inakuwa inakupatia episode moja ambayo inakuweka vizuri zaidi sokoni kwa ajili ya kuweza kukufanya uendelee kuwa bora kwenye shughuli zako za kuweza kutengeneza matangazo ya kulipia katika hizi platform za Facebook pamoja na Instagram. Na leo kama ambavyo nimekwambia kwamba ndio nikazungumzie mbinu 5 ambazo nimekuwa nikizitumia kwenye kuandaa caption, picha pamoja na video za matangazo na zinakuwa zinaletea matokeo ambayo ni mazuri. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho nimekuwa nikifanya ni kutengeneza ad creative ambazo zina focus zaidi na matokeo. Napotengeneza caption pamoja na hizi picha pamoja na video ambazo nazitumia kwenye matangazo yangu, kitu cha kwanza ambacho wanakiangalia ni kudeliver kitu ambacho baada ya mtu kuwa ametumia product ama service yangu basi atakuwa katika hali gani. Ni kitu cha kwanza kabisa ambacho huwa na focus nacho. Kwa hiyo badala ya mimi kukaa kupromote product kwamba sijui ina nini na nini, na tengeneza captions lakini pia natengeneza headline, natengeneza text, natengeneza videos ambazo zinamuonyesha mtu baada ya kuwa ametumia hii product, baada ya kuwa ametumia hii service atakuwa katika hali gani. Kama atakuwa ni mtu ambaye ana uwezo labda wa kuuza zaidi, basi lazima nitafocus hivyo. Kama ni mtu ambaye let's say ni dawa ya nguvu za kiume hivyo, kitumia atakuwa katika hali gani. Hizo ndio kitu ambazo na focus nazo, kwa sababu watu hawanunui products, watu wanunui hiyo huduma, watu wananunua hicho kitu ambacho nakiuza kwa ajili ya kutoka kwenye hali fulani, kwa ajili ili waweze kuingia katika hali fulani. Sasa the best way ambayo unaweza uka-communicate nao kwa namna ambayo ni bora, kwa namna ambayo inaweza kuwa nzuri, ni kuweza sasa kuwaonesha hiyo sehemu ambayo watakuwepo baada ya kuwa wametumia hiyo product yako. Kwa hiyo that's why ni lazima tuweze kufocus zaidi na matokeo kuliko kupromote sana products ambazo tuko nazo, kitu ambacho wengi huwa wanafanya hivyo, lakini tunasahau kwamba watu wananunua products kwa ajili ya kutoka kwenye hali ambayo wapo. Let's say wanataka kuboresha biashara zao, wanataka kuboresha afya zao, wanataka kuboresha mahusiano yao na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni lazima tufocus pia kuwaonesha after kuwa wametumia hizi products, after kuwa wametumia hizi bidhaa ambazo tuko nazo, hizi huduma ambazo tuko nazo, watakuwa katika hali gani. Hiyo ni mbinu ya kwanza ambayo huwa naitumia sana wakati wa kutengeneza hizo ad creative. Inawezekana ikawa ni picha, ikawa ni video, ama ikawa ni text ambayo nitaitumia kama caption kwenye hilo tangazo langu. Basi huwa na focus na matokeo ambayo mtu atayapata baada ya kuwa ametumia hiyo product yangu. And then kitu cha pili ama mbinu ya pili ambayo nimekuwa nikitumia ni kuweza kuchallenge perception. Watu tayari wana imani fulani kuhusiana na hizo huduma, kuhusiana na hizo product, kuhusiana na kitu ambacho wanakitangaza, kwa sababu hauko peke yako. Kuna watu wengine pia wanafanya kitu kama unachokifanya, kuna watu wanawe kufanya the same na hiki ambacho wanakifanya. Kwa hiyo tayari kuna kitu ambacho wanakielewa kwenye hizo shughuli. Wanaelewa kwamba kuna plan B naweza nikafanya hivi, lakini wanaelewa kwamba huwa kuna side effects hizi, wanaelewa kabisa huwa kuna kitu chochote ambacho huwa kinatokea kwenye hiyo product ama service ambayo na advertise. Kwa hiyo the best way ambayo unaweza ukaonekana una product ambayo iko bora zaidi ni kuweza kuchallenge ile perception ambayo watu wako nayo. Let's say labda watu wanaamini kwamba hizi bana ukinunua hizi meza huwa sio ngumu sana, huwa zinaharibika mapema. Kwa hiyo wewe utakuja na perception ya kutengeneza kitu ambacho hakiharibiki mapema. Watu wanaamini kwamba nisiponunua hizi product labda za nguvu za kiume na plan B labda na mkongo na Viagra na vitu gani. Kwa hiyo ni lazima pia uweze kuchallenge hizi perceptions ambazo zipo tayari sokoni, ili uweze kutengeneza kitu ambacho kitaonekana ni kigeni, kitu ambacho kitaonekana
ni kipya. Kumbuka, the more unavyotengeneza kitu ambacho kinaonekana ni kipya sokoni, ndivyo unavyokuwa na njia rahisi ya kuweza kupush product yako kiurahisi na ikaweza kukuletea matokeo ambayo ni mazuri kwenye hiyo biashara ambayo unaifanya. Kwa hiyo hii ni mbinu ya pili ambayo nimekuwa nikitumia ku challenge perceptions ambazo tayari zipo kuhusiana na hiyo product. Ni mbinu ambayo itakuletea matokeo mazuri sana. By the way, nimekuwa nikitumia kwa asilimia kubwa sana kwenye matangazo yangu mengi ya clients, na tunaendelea kutengeneza pesa nyingi sana kupitia hii mbinu. Ambapo pia mbinu ya tatu nimekuwa nikifanya namna moja hivi kwa ajili ya kuweza kuziposition vizuri product, kuonesha kwamba ni product mpya, sio ile ambayo imeweza kuboreshwa. Tunaonesha kwamba hii product ambayo tumeileta sasa hivi sokoni ni mpya, haijawahi kuexist, tofauti na ile ya kuonesha kwamba ni product ambayo imefanywa improvement kadhaa. Watu wakisha jiwaga hivyo kwamba ni product ambayo ilikuwepo and then kuna vitu umeongezwa, wanakuwa na wasiwasi fulani hivi kwamba inaweza ikawa haina maajabu yoyote. Lakini the way utakavyowaambia kwamba hii ni product ambayo ni mpya sokoni, kuna namna watakuwa na ile shauku, hebu nijaribu na hii nione kama inaweza ikanisaidia, nijaribu na hii nione kama inaweza ikanisaidia. Hata kama ni mbinu, mwambie kabisa hii ni kitu mpya ndio tunaleta sokoni, badala ya kuambia kwamba sijui hii ni ile imeboreshwa, sijui hii inatoka kwenye products gani. No, tell them kwamba hichi kitu ni kipya, kwa hiyo hawajawahi kukitest, hawajawahi kukiona before, ili watu sasa waje wajaribu, wasiweze kukijaji direct. Maana ukisema hii iko improved kidogo inaweza kaleta changamoto. Lakini the way utakavyoambia kwamba this is brand new product, brand new service, watu lazima watakuwa na ile hali ya kwamba okay, let me try this, na mwisho wa siku wanajikuta unakuja kuchukua product ambayo unaiadvertise. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kuiposition product yako kama product ambayo ni mpya, sio ile product ambayo imekuwa improved sana. Lakini pia kitu cha 4 ni kutengeneza ad creative ambazo ni short sana. Kama ni picha, ni video, hakikisha inakuwa na ufupi wake. Kwa mfano nikizungumzia short kwenye upande wa ad creative za picha, ni kwamba ni lazima iwe na maneno machache sana, usiweke vitu vingi sana. Even hata kwenye hizi ad creative za videos ni lazima tuwe na ad creative ambayo ni fupi, haina vitu vingi sana. Sekunde zako kadhaa pale ambazo zinajieleza vizuri na ukamaliza kila kitu ambacho ulikuwa unataka kuki-advertise kwenye hilo tangazo lako. And then hata kwenye upande wa uandishi wa caption, kuna mbinu ambayo nimekuwa nikitumia mara nyingi zaidi, especially kwa placement kama Facebook pamoja na Instagram. Basi make sure ile caption inakuwa ni fupi kiasi kwamba mtu hawezi akapata tena muda wa kuweza kuibofya pale ili aweze kutazama yale maneno yote. Yani usiweke ile mpaka ikabaki sema ambayo inabidi click and then a view more text ambayo umeweza kuiweka kwenye caption. Ni kitu ambacho kidogo ni hatari, watu hawapendi kutazama hizi ads. Kwa hiyo the way utakavyo iposition mpaka mtu umeweka caption yako ndefu, unataka mtu mpaka click pale kwenye view more and then ndio aweze kuona caption ikiwa full, ni namna ambayo itakukosti sana. So weka caption ambayo ni fupi, ambayo even hata mtu kama ataiona juu haiwezi kumuhitaji kuweza kubofya ile view more then aweze kuangalia baadhi ya detail. Piga short pale ambayo inajitosheleza, then tukafanya kitu ambacho ni kizuri. Na kitu cha mwisho kabisa ambacho ni muhimu sana, pengine hata kuliko hivi vyote ambavyo tumevizungumzia hapa juu, ni quality and unique of the visual ambazo nakuwa nazitumia kwenye matangazo. Nazungumzia quality ya picha ambayo unaitumia, quality ya video ambayo unaitumia, uniqueness ya picha ambayo unaitumia, uniqueness ya video ambayo unaitumia. Kwa sababu tunaenda kuingia kwenye vita, na kwenye vita ili tuonekane ni washindi ni lazima tuonekane peke yetu. Ndio the best way ambayo tunaonekana kwamba ni washindi. Tunaingia kwenye kelele za wafanyabiashara wengi, the best way ambayo itatufanya sisi kuonekana rahisi na watu wengine ni kuwa na kitu ambacho ni unique, kitu ambacho kiko vizuri, kinaonekana vizuri na ni unique kuliko vitu vingine ambavyo tayari vipo sokoni. Sio kila picha ambayo mtu anaitumia na sisi ndo tunaitumia, kila caption ambayo kila mtu anaitumia ndo tunaitumia, kila sijui visual ambayo inatumika na yule ndo tunaitumia. Lazima tutengeneze kitu ambacho ni quality na unique sokoni ili tuweze kupata nafasi nzuri ya kuweza kusimama sisi kama sisi, even hata kama tunauza product the same na hizo ambazo watu wengine wanauza. Kwa hiyo kwa namna kama hii ni kwamba tutakuwa tumefanya kitu ambacho kinaturahisishia sisi kuweza kuwafikia wateja wengi, lakini pia tunatengeneza kitu ambacho ni rahisi even kuweza kumshawishi mtu ambaye atakutana na hilo tangazo letu. Kwa hiyo hizi ni mbinu 5 ambazo nilikuwa nikitumia kwa asilimia kubwa sana kwenye matangazo yangu na zinaleta matokeo ambayo ni mazuri sana. That's why nimeamua nikusogezee kupitia episode hii kwenye hii podcast ya The Swahili Ads Lab podcast, ambayo ni sehemu yako pia kuweza kupata madini. Na so by the way, kama unataka kuendelea kuwa mwanafamilia halisi wa hii podcast,
hakikisha una subscribe, lakini pia una comment kitu ambacho unataka kujifunza zaidi hapa, then usisahau pia kushare kwa washikaji ambao wanaona hii podcast inaweza kawa na umuhimu kwao, ili uweze kujifunza vitu vingi sana ambavyo vinaendelea katika hii industry ya matangazo. Pengine episode ya kesho huenda ikawa ni kile kitu ambacho unakihitaji ili uweze kufanikisha biashara yako katika hii mitandao ya Facebook pamoja na Instagram. Mimi naitwa Joram Tanzania.